Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. Nina kesi hapa ya ya Multimedia University and ni kesi ya vijana wawili ambao walipigwa risasi wakati wanafanya maandamano na maafisa wa polisi. Unajua kwenye maandamano hizo mara nyingi maafisa wa polisi waga wanapelekwa pale kwa ajili ya kuweka amani iwe sehemu ambapo inatakikana. Lakini ni topic ambayo hata sio kuzungumzia, tumepiga kelele sana hapa when it comes to relationship kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji. And sijai kuelewa ni kwa sababu lazima risasi itumike kwa mtu ambaye maybe nia yake sio ya kukuumiza au ya kukutoa uhai, kwa sababu hata maafisa wenyewe wa polisi wanajua ni wapi bunduki inataka kutumika, ni wapi risasi haitaki kutumika. Na ni moja kati ya vitu ambavyo tumekuwa tukipigana sana na serikali hii hapa, kwamba kupitia idara ya walinzi kuna viongozi kwenye idara hizo za ulinzi na wanatakiwa mwisho siku kuzungumza na hawa maafisa wa polisi, kwa sababu tunaamini maafisa wa polisi wanapata orders kutoka kwao kama viongozi, you understand. Lakini option ya kushoot inatakiwa kuwa option ya mwisho, lakini kwenye mazingira fulani, sio kwa kila mazingira eti ugomvi umetokea, maandamano imetokea, watu lazima wafanye nini? Lazima watu wapigwe risasi. So it's very sad that kesi ambayo ninayo, vijana wawili ambao walipigwa risasi walitembelea vituo vya afya and mwisho siku wakafikishwa pale Kenyatta National Hospital. And cha ajabu ni kwamba madaktari wanasema kwenye miili yao, kwenye miili yao wamepigwa marisasi ambazo haziwezi katolewa. And kama zikitolewa ni kama kuua mtu. Si kama tunaelewana. So sijajua ni sehemu gani exactly, lakini mimi wakati naiangalia taarifa hii hapa I was shocked, na ni news mbaya sana kwa wale watoto ambao walipigwa risasi, lakini pia vile vile na wazazi wao, kwa sababu yani hapo hata sasa hata usingizi wenyewe unapata wapi? Yani hata nguvu ya kwenda kuhustle kufanya kazi unatoa wapi? Kwa sababu hapo ukiangalia vizuri, ndugu yangu, utaishi na stress milele. Yani ikitolewa risasi we kufa, umeisha. Yani ikiachwa ndani ndio hiyo matatizo, hujui kama itakuaffect vipi, kwa sababu at the end of the day lazima inakuaffect. Sio kama tunaelewana. You can imagine kama kakijiti tu kakikudungaga hapa chini, ndio unakuwa una wasiwasi, hata uwezi kutembea, au hata hapa popote kwenye mwili wako. You can imagine risasi ishaingia na haiwezi katolewa. Maafisa polisi tutazungumza, yani tutadiscuss hapa mpaka siku gani? Yet again, two accusations of police excesses, and tonight, two Multimedia University students who were allegedly shot by police during Monday's demonstrations may be forced to, get this, live with bullets lodged in their bodies after doctors at Kenyatta National Hospital warned that removing the bullets could prove fatal. And as KTN's Lennox Sangwa reports, the police officer captured on video allegedly firing live bullets at students remains at large, with the Independent Policing Oversight Authority, that is IPOA, yet to issue a statement on the matter. This comes as Vocal Africa Executive Director Hussein Khalid calls for the immediate arrest and prosecution of the officers involved, accusing police of using excessive force against unarmed and harmless students during the demonstrations. The aftermath of Monday's protest at Multimedia University remains dire, with many students bearing the scars of violence. Two students allegedly shot by police using live bullets during the demonstrations may be forced to live with the bullets lodged in their bodies after doctors at Kenyatta National Hospital warned that the surgical removal could prove fatal. For Victor Kariuki, a first-year student at the institution, the bullet remains lodged dangerously close to his spinal cord 3 days after the shooting. Monday siko naweza kutembea, niko napelekwa ni stretcher, naongoja specialist wa arteries na nerves waone kama ni vizuri kuitoa ama ibaki hapo ndio cause any damages for my tissues. Tafadhalini wachaneni na watoto wetu, hata kama ni kuchapa, kuna nyahunyo, kuna hizi viboko mnaweza tumia. Videos that have since gone viral show plainclothes police officers storming students' hostels and opening fire. This is the exact location where the two Multimedia University students, Victor Kariuki and Ahmed Fugisha, were allegedly shot.
Witnesses claim that senior police officers later instructed the eyewitnesses to surrender spent cartridges in what they believe was an attempt to shield the officer, accused of firing live rounds at students. Mwenye amepigana risasi ni Seska. Yeye ndio ako na bullet number 27. Ndio nikamuuliza na mbona mnatupiga risasi? Akasema si tumewashinda juu ya tear gas ndio wakaita civilians. Sasa akasema ukiona tu mtu ameshutiwa huku ndani, juu nilimwambia ni watu wawili so far wameshutiwa. Akasema ukiona mtu ameshutiwa huku ndani ameshutiwa na Seska. So vile aliona huyo polisi alikuwa na release bullets, akaambia Abu ainame chini ili bullets impate. So vile Abu alinama kidogo kuinuka, ule polisi aka release bullet ikampata kwa forehead. 3 days after several students were shot at the institution, the Independent Policing Oversight Authority IPOA is yet to issue a public statement on the incident. Besides Victor, we also have at least 3 other students. One is here, another one in Kajiado, and another one at Nairobi Hospital, who are also shot by the same crude and cruel police officers. So this cannot be allowed to continue happening, and we are telling the Inspector General of Police and Murkomen, we want justice for these victims. Lennox Sengre, KTN. Na huwa tukiwaambia kina Murkomen na kina nani wale, huwa sio kitu ambacho wanachukulia serious. But again, wao wenyewe washai kutuambia tena live kabisa, sio kwa barua, live kabisa kwamba watu wapigwe risasi. Wao wenyewe washai kusema, whether walisema kwa angle gani ama angle gani, lakini walisema watu wapigwe risasi. We understand kuna angle walikuwa wanaongea, sawa. Lakini mwisho siku kupiga risasi inabaki kupiga risasi. Hakuna kitu kingine. Mpaka rais mwenyewe washai kusema. So it's very sad, and naweza nikasema kwamba acha watu wavumilie tu. Acha subiri muda tuone kitu kipi kitafanyika. Before niendelee, nina update ya Emma hapa. Tumefanya nini, tumefika wapi, tunahitaji nini. Ni vizuri kuweka wazi nyinyi ambao ndo mnatoa, kwa sababu mwisho siku hakuna kitu kizuri kama accountability. I have to be accountable kabisa kwa hivi vitu ambavyo tunavifanya hapa, especially hizi projects. So hebu tazama kwanza alafu ndo tumalizie. Kwanza kabisa ni washukuru Team Double Updates na wote ambao tuliamua kukuja pamoja, kushikana mikono, kushirikiana ili dada yetu hapa Emma apate usaidizi. Maybe kwa wale ambao hawajui kinachoendelea, itakuwa vizuri kabisa kama na nyinyi pia mtasikiliza kilio chake. Kwa majina naitwa Emma, 40 years. Na nashukuru sana Brian kwa kukuja kwako na hapa kwangu na watu wako. Mmekuwa mmesimama na mimi. For now ni 3 years kama umesimama na mimi. Imefika 3 Imefika 3 years sasa. I think ilikuwa 2024. Umekuja huku mara ya kwanza. Nashukuru sana na watu wako. Vile mmekuwa mkisimama na mimi. Unaona watu walianza na mimi, walichoka, na mnaelewa pia vile economy maisha iko. Na waelewa, hata na washukuru pia. Na sahi kile imefanya nimekuita Brian sana. Nilikuita jana na umefanya vizuri, umekuja. Asante kwa hiyo. Na sahi nimekuita juu ya oxygen. Oxygen. Sahi natumia oxygen. Na imeisha. Na niko na shida ya kidney for 10 years now. Na hiyo shida ya kidney sasa imeleta heart problem, ambapo zote zimefail mbili. Na sasa imeleta shida ya heart inafura, ambapo inafinya lungs, siwezi pumua. That's why niko na hii oxygen hapa. Heart ikifura inafinya lungs. Inafinya lungs, sasa huwezi pumua.
juu lungs ndio inanisaidia kupumua. Sasa ikifanya hivyo nashindwa kubreathe mpaka ni pass out. Na saa hizo nakimbizwa Kenyatta ama Magati. Which sasa hata saa ingine pesa ya kwenda Magati inakosekana juu ya fare. Na tena pale ukienda like emergency lazima pia ulipe. Cause hizo watumii ni kama hujaadmitiwa watumii SHA. Sasa lazima ulipwe kuwekwa kwa oxygen. Ambapo nilikuwa napelekwa kila time. Ndio one of the member wa church ndio akanisaidia hii cylinder ya oxygen. So ulisaidiwa hii? Nilisaidiwa. Na alileta kama iko nusu na saa hii imeisha. Which hata saa hii siwezi kunywa hata maji. Nikikunywa maji inaingia kwa heart. Na saa hizo ndio nakuwa na shida kabisa hiyo kupumua. Naogopa juu oxygen yangu hakuna saa hizi. Hii sana sana ndio nimekuita Brian unisaidie. Na so hii kujaza ni pesa ngapi? Hii kujaza ni 6K. Unawapigia, wanakuletea ingine, wanachukua hii wanaenda nayo. Kama imejazwa nakaa nayo for 3 months. Inanisonga for 3 months. Tena madawa zile na meza juu saa hizi hapa Brian nimevunjika both sides. Mguu zangu zote mbili zimevunjika. Na niko na uchungu sana juu bones zangu ni weak. Sijawekewa plaster na sijawekewa hata chuma. Niko tu hivyo tangu nivunjike. Sasa nameza tu dawa za kufanya bones zangu zikuwe strong, ambapo ni vitamin D injection, ambapo nadungwa kila siku 450 which I cannot afford. Ikienda 450 per day but per month ina cost 15,000 which inakuwa ngumu sana kupata. Na ndio na zile na meza ya Osteocare Plus pia kununua ni 2,400 monthly. Sasa hiyo ni ya kumeza pia monthly per month. Nimeelewa. Sasa inakuwa ngumu sana kupata. That's why Brian nimekuita hapa unisaidie cause siwezi peke yangu. Unisaidie na watu wako na nitashukuru sana sana. Na ijakuwa rahisi cause unapata hapa napitia hizi juu bwana aliniwacha huko Osi, akaniwacha na watoto. Na saa hii sasa inakuwa ngumu sana. Hakuniwacha ati alikufa, alitoroka juu niko mgonjwa. Sasa ndio inafanya napitia ngumu kila time Brian. Nakuita unisimame na mimi vile umekuwa ukisimama na mimi. Okay, sawa. Nataka turahisishe mambo hapa. Wasiwasi yangu kubwa na Emma ni hiyo oxygen. Sasa nina uhakika hapa sisi nikakosa watu 600. Ukiwa mmoja wao, so let's do this. Kwa watu 600 piga na shilingi 10. Nataka tufanye challenge ya 10 bob. Kwa watu 600 nikipata 10 bob kutoka kwa kila mtu, kwa hawa watu 600, tutafanikiwa kupata 6,000. Then hii 6,000 tukifanya nini? Tukirefill hiyo oxygen atakuwa safe 3 months, atakuwa vizuri sana. So ndo baadaye maybe kama kuna mtu mwingine ambaye atasema jamani mimi naongezea another 6,000 imshikilie miezi mingine 3 huko mbele hivyo hivyo, mimi nitashukuru sana. But kwa sasa hivi tunapozungumza hii oxygen tuijaze kwanza. Mimi naomba kabisa ndugu zangu, then kwa wale ambao wanaweza wakatusaidia kwa upande wa dawa, au kama tutaendelea na challenge itatusaidia pia kununua dawa, kwa sababu kuna vitu vingi hapa. Kuna rent, kuna chakula pale, kuna transport ya kwenda dialysis na nini na vitu kama hivyo. Nina uhakika tutakuwa tumemshikilia pakubwa sana. But kwa sasa hivi hiyo oxygen nadhani ni muhimu sana. Naamini ni muhimu sana mtazamaji wangu. So let's do it. Details ndio hizi hapa. Tunafanya challenge ya 10 bob and nina uhakika. But again, kwa mtu ambaye anaweza kupata 20, 30, 50, 100 kuendelea, there is no problem, and mimi naamini everything is going to be all right. Na Emma tutasimama naye, yani kadri ya uwezo wetu. Sehemu tutaweza tutafikisha, si ndio? And asanteni sana kwa mara nyingine tena Team Double Updates na wote ambao tunaendelea kusafiri kwenye safari hii hapa ya kumsaidia Emma. Asanteni. Nashukuru sana kwa
hayo watu wamefanyika, wapeleka oxygen imefika na madawa. Nashukuru sana kwa wenye wamefanya hiyo, na mbarikiwe sana sana timu ya prayer. Asanteni. So kuna vitu vingine ambavyo bado hatujafanikiwa, but kwa wewe ambao unaweza kuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine, unaweza kumnunulia hata kama ni sabuni umpelekee, unaweza kumnunulia unga ya ugali, unaweza kumlipia tokens, vitu vya kawaida tu vya nyumbani. And nitashukuru sana. Kwa wale ambao wako mbali, nipigie niambie unatakaje, tununue nini, tupeleke nini, siku gani, basi. Na tutashikilia sehemu ambapo tunaweza tukafanya nini, tukashikilia. Nikimaliza na Rigathi Gachagua, alifanya interview, bila shaka ni kawaida yake na ni muendelezo kama akienda sehemu anazungumza na waandishi wa habari. And waandishi wa habari kutoka Lua Nation walipata nafasi ya kumuuliza maswali Rigathi Gachagua. And kwanza alitoa reaction yake ya Edwin Sifuna na timu yake ya Linda Mwananchi akina Babu akina Orengo kwenda huko Thika. But kitu cha pili akazungumzia umoja wao na namna ambavyo wataketi chini wakubaliane ni nani anatakiwa kupeperusha bendera ya urais kwenye uchaguzi ujao, uchaguzi wa mwaka 2027, ambayo nataka msikilize hapa, alafu ndo tu sign out. Ni kweli ajenda yetu ni moja. Ajenda yetu ni one term. Leo Sifuna amekuwa mjini Thika katika ngome langu la kisiasa na timu yake, wamekaribishwa kama wafalme. Wametoka Thika wameenda pale Githurai ambaye ndiyo kiingilio ya Mlima Kenya. Hapo ndio ukiingia Mlima Kenya lazima ufike hapo. Wamekaribishwa kama wafalme. Kwa sababu ile wanasema, watu ya huko ndio wanasema. Sifuna na watu yake wanasema one term, watu ya Mlima wanasema one term. Kwa hivyo wamekaribishwa vizuri sana. Kama wangekuja mambo ya two term wangetolewa mbio. Lakini ile wanasema ni ile watu wanasema. Mimi nimekuja magharibi, nimekuwa hapa siku 3. Nimekaribishwa kama mfalme. Kwa sababu ile mimi nasema ndio watu ya magharibi wanasema. Kwa hivyo watu ya magharibi, wale ya Mlima, wale ya Ukambani, wale ya Kisii, wote wanaongea lugha moja. Kwa hivyo sisi na timu ya kina Sifuna hatuna tofauti zozote. Ni matumaini yetu, na nimesikia wakiongea hapo Thika kusema tutatafutana. Lakini wacha kwanza kila mtu wasukume. Hao vijana wasukume na sisi tusukume pande hii. Sasa unaona leo imekuwa mzuri sana. Sisi tunasukuma Bungoma, tunasukuma Trans Nzoia, Sifuna anasukuma Kiambu, nasukuma Nairobi. Hii kazi ni mingi. Sio lazima tufuatane sisi yote kama kondoo. Tunataka wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo. Ndio hii mtu tumuhangaishe kila pahali. Na unaona ameanza kukwama kwa sababu yeye sasa amekosa watu ya kumsaidia. Kila mtu amemtoroka. Hata wale watu ya kwake wanashindwa kumtetea kwa sababu madhara ambaye ameleta Kenya, kumtetea imekuwa ni kazi ngumu. Yeye anajitetea mwenyewe, akienda ng'ambo kazi yake inasimama mpaka arudi. Kwa hivyo sisi hatuna tofauti zozote na mlengo wa kina Sifuna na wengine. Sisi tunaongea lugha moja, na mimi niko na matumaini ya kwamba hapo mbele tutaketi tupangane vizuri, tuangalie jinsi ya vile tutaunda serikali na vile tutaenda hii uchaguzi tushinde kwa maji ni kubwa sana. Sisi tuko na uhusiano wa hali ya juu sana, tunapendana na tunaelewana. Na ndio naona sisi wote tuko hapa. Bwana Fred Matiang'i tumekuwa naye leo, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Kalonzo Musyoka, mimi tuko pamoja. Na sisi ni wazalendo na tumejitolea kukomboa taifa letu. Kwa sababu tunaelewa shida ambaye imekuba nchi, na kutatua hili jambo lazima tumngatue William Ruto kutoka kwa mamlaka. Na Rais William Ruto akiwa mamlakani, ile njia ya rais ya kumtoa ni kusikizana na kutoa kiongozi mmoja kupambana na yeye. Sisi hatutaki kwenda runoff, tunataka tumshinde yeye round 1 tupate 70+1. Sisi hatuna haja na 50+1. 50+1 iko kwa katiba, lakini ya kisiasa tunataka 70+1. Na tunaelewana na tumekubaliana ya kwamba tutaketi tukubaliane. Na umesikia nikisema leo pale kanisani, Kalonzo amesema, kila mtu amesema, zote tumekubaliana ya kwamba
hiyo kiti inaweza kaliwa na mtu mmoja. Hii bendera ya upinzani inaweza peperushwa na kiongozi mmoja, hawezi peperushwa na viongozi wawili. Kwa hivyo zote tumekubaliana, kwa sababu Wakenya wanatuambia wanataka tutoe kiongozi mmoja. Mimi kama Rigathi Gachagua nimesema ni matumaini yangu nitapewa nafasi nipeperushe bendera hiyo, lakini kama sitafanikiwa kupata hiyo nafasi, ikuwe hiyo nafasi itapewa mwingine. Mimi nimetangaza wazi mchana, mimi na wafuasi wangu tutaunga mkono yule ambaye atakubalika ndio atapeperusha bendera ya kupambana na William Ruto. Na mimi nimesikia viongozi hao wote tukiongea, wote wanasema hivyo hivyo. Kwa hivyo ningetaka nihakikishie watu ya mkoa wa Magharibi na Wakenya hasa ya kwamba tumejitolea muhanga kukomboa nchi yetu, na kwa hivyo kila kiongozi ameapa ya kwamba tutakaa pamoja na hatutapigana, hatutawachana, hatutakosana. Tutatoa kiongozi mmoja apeperushe bendera kwa niaba yetu sisi wote na kwa niaba ya watu wa Kenya, kulete mabadiliko katika jamhuri yetu. Wanasema one time is unstoppable, na miongoni mwa watu ambao wanaisukuma kabisa ni Rigathi Gachagua. So let's wait and see, tuone ni kitu kipi kitafanyika. Maoni yako ni muhimu sana, niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili endelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.